Kwa majina kamili naitwa Michael Mgani, najishughulisha na swala la tasnia ya sanaa ya uchoraji. Nitakwenda kuelezea kwa ufupi aina ambazo nazifanya. Aina ya kwanza ni picha za uhalisia, kwa maana ya realism. Ni picha ambazo tuseme unachora, ni picha ambayo inafanana na kitu ambacho kitu husika. Sasa labda unamchora mtu, si ndio? Inakuwa inafanania na yule ambaye unamchora, inakuwa iko vile vile. Lakini pia sanaa ya pili ni sanaa ya abstract, ni sanaa ya picha za kufikirika, kwa maana ni sanaa ambazo tuseme unakuwa tunaweka tu mchanganyo wa rangi ambazo ukishamaliza kuchora inakuwa tu inaleta mtazamo na muonekano mzuri kwa yule ambaye anayetazama. Lakini sanaa ya mwisho ni sanaa ya wall painting, kwa maana ni michoro ya picha za ukutani. Hiyo michoro picha za ukutani ni michoro ambayo inakuwa unachora moja kwa moja kwenye ukuta. Let's say inakuwa ni maua, wanyama na vitu vingine kama hizo. Ni picha ambazo hauchori kwenye canvas, ila tu ni kwenye ukuta moja kwa moja. Lakini pia ningependa kuelezea kwamba sanaa ya uchoraji ni moja kati ya fursa kubwa sana kwa vijana. Naamini kuna vijana wengi sana mtaani wanatamani wafanya kazi sana, lakini wanashindwa na namna gani waanzie wapi, wapate mwongozo sahihi wa namna ya kufanya sanaa ya uchoraji. Lakini pia nashukuru kwa hii fursa ya maonyesho ya 88 hapa Mbeya, na mimi pia nimekuja ili kuonyesha sanaa yangu kwa watu, maana kuna mchanganyiko na wageni wa watu wengi sana hapa. Kwa hiyo nakuta napata fursa nzuri ya kuonyesha sanaa yangu kwa wageni mbalimbali kutoka mikoa mbalimbali, wamekuja hapa. Kwa hiyo ni moja kati ya kigezo na fursa kubwa sana kwangu mimi ambaye nafanya kazi ya sanaa ya uchoraji. Lakini pia nimekuja hapa na sample za picha ambazo nimezichora tayari. Kwa hiyo unaweza ukatembelea kwenye banda letu la halmashauri ya mji wa Njombe ukaona moja kati ya sanaa ambazo mimi nazifanya, kwa maana picha ambazo nasemea picha za uhalisia, za kufikirika na vingine kama hizo zipo hapo. Kwa hiyo unaweza ukaja ukajishuhudia ukaona sanaa ambayo naifanya ni sanaa ya mtindo gani. Lakini pia ningependa nitoe ombi kama itawezekana, maana unakuta vijana wengi sana wakiuliza ambao wanafanya sanaa ya uchoraji kwamba sanaa yako umegundua lini kwamba wewe una kipaji. Utakuta anakuambia mimi nilipokuwa shule ya msingi, mimi nilipokuwa sekondari. Kwa hiyo ningependa kuomba serikali kwamba sanaa iwe kama somo mashuleni. Kwa maana hiyo pale ambapo mtoto anakuwa anajitambua kama anafanya kazi ya uchoraji, basi pale ndo apate wasaa mzuri wa kupata kama somo, afundishwe ujuzi upande na aweze kuimprove, awe na kipaji kikubwa katika sanaa ya uchoraji. Kwa hiyo nilikuwa natoa ombi kama itawezekana, hiyo nadhani itakuwa vyema zaidi. Lakini pia natoa shukrani zangu kwa maonyesho haya 88 kwamba tumepata fursa kikweli. Kwa hiyo nashukuru sana. Lakini pia MWAT tunasema sanaa bora, tabasamu bora.